Mpendwa msikilizaji, ninaitwa mchungaji Benjamin Chambo wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Kaskazini Mashariki, Jimbo la Pwani, Usharika wa Kange hapa Tanga. Naomba kuzungumzia kwa ufupi sana maana ya Kwaresima na mfungo wake, na mambo gani yanayotupasa kufanya na tusiopaswa kufanya, lakini pia kwa summary zaidi na namna ambayo tunafungua baada ya kumaliza siku. Naomba nianze kwa maelezo haya yafuatayo. Kwaresima na mfungo wake. Kwaresima ni kipindi cha siku 40 cha maandalizi ya Pasaka, ambapo Wakristo wanajitakasa kwa maombi, kufunga na matendo ya huruma na toba. Kwaresima huanza Jumatano ya Majivu na kuishia Alhamisi Kuu kabla ya Ijumaa Kuu. Katika kipindi hiki, Wakristo hukumbushwa mateso, kifo na ufufuo wa Yesu Kristo, wakiiga mfano wake wa kufunga siku 40 jangwani. Mfungo wa Kwaresima. Mfungo wa Kwaresima ni njia ya kujinyima anasa za kimwili ili kusafisha roho na kujiweka karibu zaidi na tafakari ya Mungu. Kwa kawaida, mfungo unahusisha kula kidogo sana, kwa maana ya kuacha kula kwa mchana na kuepuka vitu kadhaa ambavyo wengine wameona ni vema, hata nyama nyekundu au nyama wasile, na kujizuia na mazoea yasiyo ya lazima kama vile burudani kupita kiasi, mitandao ya kijamii au anasa nyingine. Mambo ya kufanya kwenye Kwaresima. Kufunga na kusali ni muhimu sana. Kunaimarisha uhusiano wa Mungu kwa sala na tafakari. Matendo ya huruma. Kuwasaidia wahitaji kwa matendo kama kutoa sadaka, kutembelea wagonjwa na kusaidia wasiojiweza. Toba na kitubio. Kujitathmini, kuungama dhambi na kujirekebisha. Kutengeneza uhusiano na Mungu katika roho ya toba na unyenyekevu mkubwa. Kusoma na kutafakari neno la Mungu. Katika majira haya ni vema kujifunza na kutekeleza mafundisho ya Biblia kwa kuhakikisha kwamba unasoma Biblia kwa utulivu na unakuwa na muda wa kutafakari, hasa njia hii ya msalaba ambayo Yesu anayaendea mateso. Lakini pia kujizuia na maovu kama vile uongo, chuki, ulevi na mazungumzo mabaya. Katika kipindi hiki yafaa sana mtu kwa mwangalifu, hapana kujichanganya katika mazingira hayo. Mambo yasiyofaa kwenye Kwaresima. Kula kupita kiasi. Kumbuka lengo ni kujinyima, si kujishibisha kupita kiasi. Kufanya anasa na starehe nyingi kama vile sherehe kubwa zisizo na maana ya kiroho. Kupuuza matendo ya huruma. Kwaresima sio tu kujizuia, bali pia kusaidia wengine. Kupuuza maombi na ibada. Bila sala na tafakari, kufunga kunakuwa haina maana, hakuna maana. Kwa lazima uhakikishe kwamba unaingia katika sala na tafakari. Lakini namna ya kufungua jioni. Mpendwa msikilizaji wangu, ingawa Kwaresima si kama Ramadhani, kwa wale wanaofunga siku nzima wanaweza kufungua kwa njia zifuatazo. Kuomba kwanza ni muhimu. Kuingia kuomba kwanza. Kushukuru Mungu kwa neema ya siku nzima. Kula chakula chepesi kwanza kama vile maji, matunda au supu. Epuka kula haraka ili
kulipa tumbo muda wa kustahimili chakula. Lakini pili, kula kwa kiasi. Lengo ni kutafuta ile neema ya kudumisha uhusiano wako na Mungu. Kwa hiyo angalia namna ya ulaji wako. Hili jambo ni jambo la maana, yafaa sana kutengeneza mazingira haya ambayo yanaweza kutusaidia kutupa neema ya kuwa na utulivu katika uwepo wa Mungu. Kwa leo na kwa muda huu naomba nikuache, tutaendelea tena wakati mwingine. Mungu akubariki. Amen. Lovey-dovey.